Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni. Bado bwana tuko na sakata zima la MC Pilipili, ambapo this time around bwana tunataka tuzungumze kuhusiana na reaction ya wadau mbalimbali kwa kile ambacho kimetokea, hususan kwa upande wa mke wa MC Pilipili. Watu wengi sana bwana wamejitokeza huko mtandaoni katika comment section wakiwa wanamwandama mke wa MC Pilipili Cute Mena, ambapo kila mtu bwana amekuwa na la kwake la kulizungumza, hususan mara tu baada ya mke wa MC Pilipili kuposti picha ikiwa inaonyesha yeye akiwa yuko na MC Pilipili pamoja na MC Pilipili akiwa yuko na binti yake. Umeona kuonyesha kwamba na yeye pia alikuwa akiomboleza. Sasa huko mtandaoni bwana, wadau wakaanza kumvamia huyu binti na kuanza kumsema vibaya, jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi sana kwamba imekuwaje tena wameanza kumwandama huyu bidada kwa kosa lipi. Na haya yote bwana ameanzisha jamaa anayefahamika kwa jina la John, huyu anaitwa Joe Magungu, ambapo ameandika kwamba kaka amekufa sababu yako, katika posti ya bidada huyu ambaye alikuwa ni mke wa MC Pilipili. Umeona kuna mtu hapa kaja akasema kwamba bwana acha unafiki, amekuja kumjibu jamaa aliyesema hivyo, akamwandikia kwamba acha unafiki umbea, wewe unajua walikuwa wanaishi vipi mpaka useme amekufa kwa ajili yake? Unajua hata kilichomuua au unaropoka tu? Mwanaume unakuwa na tabia za kidaku, haipendezi. Lakini pia hapa kuna makala imeandikwa na Hope Tiger kuhusiana na hizo comment ambazo zimekuwa ni negative kuhusiana na mke wa MC Pilipili. Wameandika kwamba bwana ni kweli MC Pilipili amefariki akiwa hana maelewano mazuri sana na mke wake, na kuna interview nimesikiliza muda huu kwamba kabla ya kifo chake ndugu walikuwa wamepanga wasuluhishe mgogoro huo ili ndoa yao iendelee. Kiufupi ni kwamba hawakupeana talaka wala nini, ila kulikuwa na mgogoro binafsi ambao unaweza kusuluhishwa. Lakini pia vile baada ya kifo cha MC Pilipili, kiukweli nimeshangaa kuona baadhi ya watu wakiwa wanafuata page ya Cute Mena na kuanza kumshambulia kuwa MC Pilipili amefariki kisa yeye. Yaani wanaandika hivyo wakati hawajui exactly Pilipili amefariki kwa ugonjwa gani au kwa tatizo gani, wala uhusiano wao uliteteleka kisa nini. Yaani wanamhukumu bure binti wa watu, wakati muda kama huu ilipaswa wampe moyo na kumfariji. Huyu Hope Tiger akaandika kwamba mimi naamini kwamba Cute Mena bado alikuwa akimpenda MC Pilipili, na ndio maana hivi karibuni kuna mahojiano alifanya E-News East Africa Radio akagoma kabisa kueleza hali ya uhusiano wake na MC Pilipili, akadai kuwa aliambiwa na MC Pilipili asieleze kwenye media mambo yao. Hivyo suala la kuheshimu katazo la Pilipili ni dalili tosha walikuwa bado wanapendana na wanahitajiana. Wabongo tuache kumpakazia mabaya dada wa watu wakati hujui kwa undani mambo yao. Lakini pia vile watu huko mitandaoni pia wamekuwa wakimsema huyu bidada kwa jinsi vile ambavyo alivyowasili katika msiba wa MC Pilipili kule Swaswa Dodoma, ambapo bidada huyu bwana alionekana akiwa amevaa tracksuit, jambo ambalo inaonekana wazi kabisa kwamba kuna watu hawakupendezwa na vazi hilo ambalo binti alikuwa ameonekana akiwa amelivaa. So hapa bwana kuna comment hapa zimejitokeza. Kwa mfano kuna hapa anaitwa Charles Ezekieli 95 ameandika kwamba bwana ila unafiki hautawahi kuisha hii nchi, ungenyamaza tu dada, maana ulilolitaka limekuwa. Nyinyi ndio mnawakatisha tamaa vijana ambao hawajaoa waone ndoa ni kitu kibaya, ila yote kwa yote Mungu ailaze roho ya kaka yetu
MC Pilipili mahala pema peponi. Haya, kuna mwingine hapa ameandika poleni sana, lakini hapa pia kuna pages zimekuja zimeripoti wakiwa wameandika kwamba baadhi ya watu wamemtupia lawama mke wa MC Pilipili baada ya kuposti picha ya kumwaga mpendwa wake. Lakini pia hapa kuna page nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Viliwe vya tawala mke wa MC Pilipili kuwasili msibani. Lakini pia vile vile hapa kuna page nyingine ameandika, kuna baada ya hizi page kuposti hivyo sasa kuna comment nyingi sana hapa zimejitokeza. Nataka nisomee baadhi ya comment. Kuna mtu mwingine anasema bwana kumtetea huyu dada bwana kiukweli ni ngumu, kwa sababu huyu dada bwana kumtetea ni ngumu sana. Angevaa gauni tu zuri, kulikuwa kuna nini amekosa? Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba bwana wabongo hawana jema, wamekuwa wakimwandama kweli kweli aliyekuwa mke wa MC Pilipili kwa mavazi aliyokuwa ameyavaa. Wengine wanasema kwamba angevaa gauni, kitendo cha yeye kuvaa tracksuit bwana ni kama vile hawajapendezwa nacho. Haya, kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana msiba wa mume amefariki 2 days later, there is something wrong. Okay, kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana mfiwa ndani ya 2 pieces. Kwa mtu ameandika kwamba kuna mtu ameuliza mna uhakika huyu dada analia? Kama sababu bwana ndo avae 2 pieces msibani, yani kuvaa 2 pieces yani kuvaa tracksuit na koti lake juu, yani ni 2 pieces, yani ni nguo mbili ambazo zimematch. Haya, kuna mwingine amesema kwamba bwana analia huku anajibrande, wanawake ndio tumefikia huku kweli, msiba wa mume wao unapigilia 2 pieces na kuchomekea juu. Haya, kuna mtu mwingine amesema bwana sijaelewa, kwa nini watu wanamsema huyu dada amekosea, kosa lake ni nini? Kama unasema kwamba bwana ila binadamu jamani tupunguzeni kuhukumu watu. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo, yeye hajapendezwa na kitendo cha watu kumsema vibaya huyu dada huko mitandaoni kwa vazi ambalo amelivaa msibani. Kuna mwingine hapa amesema, amekuja hapa akiwa amegusia topic ya kudai kwamba bidada bwana amechelewa kidogo kwenda msibani, akiwa anadai kwamba tokea juzi siku mbili mbele ndo anawasili kweli msibani. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. Kuna mwingine amesema kwamba bwana kuna vitu vingine vinatokea, unatamani uwe hata mtoto mdogo kabisa asielewa chochote kinachoendelea. Haya, kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana jamani mimi ndo nimefika huyo aliyevaa suruali msibani, mmesema ni nani? Kuna mtu ameuliza hivyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana huko mtandaoni bwana. Comment nyingi sana zimekuwa zikimsema aliyekuwa mke wa MC Pilipili. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na pia weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.